Neno ambalo nitapenda nianze nalo kwenye khutba ya leo ni maneno yanayonasibishwa na khalifa wa 4 wa Kiislamu, ibn ammi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali ibn Abi Talib, pale aliposema kalimatul haqqi urida biha al-batil. Hayo ni maneno ya kweli, maneno ya haki yanayotumiwa kwa makusudio maovu. Kisoma katika vitabu vya historia ya Kiislamu, hasa katika kipindi cha mwisho cha utawala wake kiongozi huyu mtukufu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, utakikuta ni kipindi ambacho kiliingia mizozo mingi sana. Kwa ufupi, tangu mwanzo mpaka mwisho wa utawala wake kulitokea waasi waliompinga yeye dhahiri shahir, wakaingia barabarani wakazidhibiti njia wakiwa wamejihami kwa silaha na kufanya uharibifu wa mali, bali walifikia kuwaua watu kwa madai ya kwamba wanataka haki. Haki yenyewe ni kuhukumiwa kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na nembo yao kubwa na kauli yao mbiu ilikuwa la hukma illa lillah, sisi hatutaki hukumu nyingine yoyote isipokuwa hukumu ya Allah. Kauli hii ikawa imewashawishi na kuwadanganya baadhi ya watu walioisikia, lakini ilipofika kwenye masikio ya Ali bin Abi Talib, kwa kuwa anazijua njama za watu waovu, yeye akasema maneno haya, kalimatul haqqi urida biha al-batil. Haya ni maneno ya kweli, maneno ya haki, lakini yametumiwa kwa makusudio maovu. Hawa lengo lao ni kutaka kuugawa umma na kuligawa taifa la Kiislamu kwa kufanya uasi wa kumuasi kiongozi mkuu, na mwisho yote ni kumpindua ili watawale wao. Lakini sasa hawana njia ya kufika huko, kwa lazima watumie maneno yatakaowachochea watu kuamini kwa